Na basi tukiendelea na taarifa nyingine ni kwamba Kenya inaendelea kuimarisha ushirikiano wake na Marekani katika juhudi za kukuza sekta ya utalii na kuvutia uwekezaji zaidi nchini. Ujumbe wa wabunge 8 kutoka kamati ya bunge la Marekani inayoshughulikia biashara na kawi umeanza ziara yake nchini kwa mazungumzo na waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano kabla ya kuelekea hifadhi ya taifa ya Masai Mara. Serikali inasema ziara hiyo ni fursa muhimu ya kuitangaza Kenya kama kitovu cha utalii duniani na kuimarisha ushirikiano katika nyanja za biashara, uhifadhi wa mazingira na kawi. Wabunge hao wanatarajiwa kushuhudia uhamiaji mkubwa wa nyumba katika eneo la Masai Mara, huku Kenya ikitarajia kuwa watakuwa mabalozi wa kuitangaza nchi hii katika kimataifa kama kivutio cha utalii. Ujumbe huu ulikutana na waziri wa utalii na wanyamapori Rebecca Miano ili kujadili namna ya kuimarisha ushirikiano katika sekta za utalii, uhifadhi wa mazingira, biashara na kawi kabla ya kuanza ziara yao katika hifadhi ya kitaifa ya Masai Mara. Miano anasema ujio wa viongozi hao wa ngazi ya juu ni ishara ya imani ambayo Marekani inaonyesha kwa Kenya kama mojawapo ya maeneo bora ya utalii duniani. And it's a very great endorsement of Kenya as a destination, a tourist destination of high-level visitors. We've also discussed various things, and we know that them being the policymakers coming up with legislation and decisions in the US, they will have more information, first-hand experience, so that when certain support and policies are being made, I'm sure they will look at it kindly. You know, when you've been to a place, it's more vivid when you're having discussions. Waziri amesema wabunge hao watapata fursa ya kujionea uhamiaji mkubwa wa nyumbu ambao ni mojawapo wa tukio kubwa la kiasili duniani, jambo ambalo linatarajiwa kuimarisha hadhi ya Kenya katika soko la utalii la Marekani. Aidha, amesema serikali ina matumaini kuwa wajumbe hao watakaporejea nchini mwao wataendelea kuitangaza Kenya na kuhamasisha Wamarekani wengi zaidi kuzuru nchi hii. Absolutely. We've gotten a lot of insights and ideas, and above all, willingness to collaborate and partner with us. We have a lot that we can learn from the United States of America in terms of products, mapping, and also in terms of tourism, even marketing itself. We've gotten a whole lot of ideas that we shall put into use. The animals, the wildlife, that's our part of Kenya, are not just important to Kenya, it's important to the world. And so we're here to understand our role in helping. I know economic development always, anytime you have growth and economic development, it enhances your ability to conserve because it just gives people more opportunities to conserve more. And so we want to understand Kenya. We certainly want to understand the Masai Mara. Kwa upande wake, kiongozi wa ujumbe huo wa Marekani amesema Kenya ni mshirika muhimu wa Marekani barani Afrika na kwamba ziara hiyo itasaidia kuimarisha ushirikiano katika utalii, biashara, kawi pamoja na uwekezaji. Amesema pia ujumbe huo unalenga kujifunza namna Marekani inaweza kushirikiana na Kenya katika uhifadhi wa wanyamapori huku ukichochea maendeleo ya kiuchumi. We just landed a few hours ago, but I guess by the time we leave Kenya, you're going to have ambassadors who go home to our colleagues in the Congress and our citizens and our constituencies and promote Kenya. Because a trip to Africa, and we want people to come to Kenya, so a trip to Africa is, for most Americans, is a lifetime experience. They come back with seeing you have animals nobody else in the world has, and you have. Ujumbe huu unatarajiwa kutumia siku kadhaa katika hifadhi ya kitaifa ya Masai Mara na kushuhudia uhamiaji mkubwa wa nyumbu. Serikali inaamini ziara hiyo itafungua fursa mpya za ushirikiano kati ya Kenya na Marekani na kuongeza idadi ya watalii pamoja na wawekezaji kutoka taifa hilo. Ben Chumba, Dira ya Magwiji.